Kuna ule usemi usemao mafahari wawili hawakai zizi moja. Ukweli wa usemi huu unadhihirika kila unapokutana mafahari wa Kariakoo. Kuelekea Machi 8, maswali ni mengi yanayojitokeza. Nani ataibuka mbabe kati ya fahari wa Jangwani na fahari wa Msimbazi? Kabla ya kutabiri nani ataibuka kinara wa mechi hii, acha nikurudishe nyuma katika mechi 5 zilizopita katika ligi kuu ya NBC Premier League ambazo wamewahi kukutana. Yanga ameifunga Simba kwa mara 3 mfululizo kwa matokeo ya bao 1-0, 2-1 na kipigo kikubwa cha bao 5-1. Naam, hii ilikuwa ni babu kubwa. Kwa upande wa Simba akishinda mechi moja kwa matokeo ya bao 2-0 na sare ya bao 1-1. Ubaya ubwela, usemi wa Simba unaomaanisha ubaya umerudi. Ndivyo Simba atakavyoingia kwenye mchezo huu licha ya ubora wa Yanga. Simba chini ya kocha mkuu wake Fadlu Davis akiwa na alama 54, nafasi ya pili mpaka sasa, wakihitaji kutetea taji lao walilopoteza kwa mara 3 mfululizo. Yanga nao chini ya kocha mkuu wake Hamdi Miloud akiwa na alama 58, nafasi ya kwanza, ndiye mwenyeji wa mchezo huu pale pale Lupaso Benjamin Mkapa. Mpambano huu wa kihistoria utaamua nani ataibuka mbabe na kuonyesha kwamba ingawa mafahari wawili hawawezi kukaa zizi moja, lakini hukutana kwenye malisho. Ni upi utabiri wako? Yanga kuendeleza ubabe dhidi ya Simba au Simba kudhihirisha ile kauli yake ya ubaya ubwela?